Wakazi wa Gitwembe mpakani Angata Barikoi wamelalamikia kufuatia wizi uliotokea maeneo hayo baada ya wizi wa mifugo na kuvunjwa kwa maduka na nyumba, huku baadhi ya watu wakiachwa na majeraha. Wakazi hawa wakitaka haki kutendeka, huku wakiwalaumu maafisa wa polisi kwa kutochukua hatua ili kukomesha uhalifu ule na ambao unatokea hasa katika mpaka wa kijiji hicho na Angata Barikoi. Sasa wametoa wito kwa serikali ili suluhu la kudumu lipatikane katika eneo hilo la mpakani. Taarifa hiyo umeandaliwa na mwanahabari wetu Mary Kialo. Hali ya usalama mpakani Angata Barikoi ikiendelea kuzorota kila kukicha. Wakazi wa Gitwembe wakilalama kutokana na wizi wa mabavu uliofanyika maeneo hayo. Wakazi hawa wakibaini kuwa mifugo wao ikiwemo mbuzi, ng'ombe na hata kuku wameibiwa na watu wasiojulikana, huku baadhi ya wakazi wakiumizwa na wezi wale walipokuwa wakijaribu kulinda mali yao. Ni wapi imeandikwa hawezi patiwa OP wakati umeumizwa? Kwa sababu sisi tunatenda kwa heshima ya sheria. Tumeambiwa watu wawili waweze kuandika OP peke yake, na zile nyumba wamefunja ni nyingi, mbuzi zile wamebeba ni nyingi, vitu zile wamebeba ni vingi, mpaka kuku. Wamechukua makondoo kama makuku, wamechukua manyumba wamefunja. Mimi peke yangu hasara yangu ni pesa ambayo wamenitolea, kama ni pesa ya shilingi 50. Zilikuwa ngano 5, sukari zilikuwa 2 na mchele gunia 1. Hizo ndizo vitu wameenda nazo. Na watoto sasa sijaona watoto. Si hata afadhali wangechukua vitu waache watoto. Sasa nanyang'anywa ng'ombe sabuali ngapi? Sabuali 3. Ya 3 ni mbuzi 11 na ng'ombe 1. Wakazi hawa wakilaumu maafisa wa polisi maeneo hayo kwani inawachukua muda wao kupata haki, wakisema kuwa walipoenda kupiga ripoti katika kituo cha polisi, watu wawili ndio walioruhusiwa kuandikisha ripoti, ilhali walioibiwa na kujeruhiwa walikuwa wengi. Watu wetu wa Gitwembe wameingiliwa na askari wa serikali yetu ya Kenya kwa kuwapiga na kuwabora. Wamebeba kutoka kwa maduka, wamefunja na kuumiza watu wengi zaidi. Na katika sheria ya Kenya tunaelewa kwamba serikali inastahili kuprotect mali ya wananchi. Marisasi ni mingi, hii ni live bullet iko hapa, ambaye mzee mmoja mfanyi biashara Roswe wakaacha kwa nyumba yake wakiwa wamebora zile pesa, wamebora watu wangu, na kesho kuna wanafunzi wanafungua shule. Wametaka haki kutendeka kwao kwani kila baada ya miezi kadhaa wizi wa mifugo unafanyika, wakilaumu idara ya polisi na Inspekta Jenerali wa polisi kwa kutofuatilia swala la utovu wa usalama Angata Barikoi kikamilifu. Sisi tumepigwa, tumeborwa, tumeuliwa kwa miaka 4 na hatujaona askari yoyote mkubwa wa askari akiwa amefika hapa. Kuria tuko na viongozi wawili ambao wanakaa na president kila wiki, lakini hawajafika. Ile vitu wanaanza kuja kutueleza ni pole zingine zenye hazieleweki. Uchaguzi ikifika, hao wazembe watolewe mamlakani. Mary Kialo, Undugu TV. Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Undugu, kabla